kukiondoa kiambaza cha kati. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 na ule mstari wa 14. Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Nisikie amina, maana Bwana ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. 14b ndio kwenye somo, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mmoja mpya, mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili wake kwa njia ya msalaba, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Sema amina. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Katika yeye jengo lote limeungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Sema amena. Nimesoma mstari wote mrefu, lakini hasa pointi ni Waefeso 2:14b anaposema akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Huyu ni Paulo, alienda kwa Efeso akiwafundisha neno la Bwana, akaonyesha kazi ambayo Yesu Kristo aliifanya kwa kuja kwake na kusulubiwa pale msalabani. Nisikilize vizuri. Kwa alikuwa anaonyesha kazi kubwa ambayo Kristo ameifanya, huyu wanayemwabudu, wanayemtumikia, kwamba huyu yeye ndiye amani yetu. Hebu sema, Kristo ndiye amani yetu. Yes, ni amani yetu. Sasa huyu mnayemtumikia ndiye amani yenu. Yeye ambaye alifanya kazi ya kuwapatanisha na Mungu. Kwa sababu kabla hapa anawaambia ninyi hamkuwa na uwezo kumkaribia Mungu. Sasa hivi amewapatanisha, mnamkaribia Mungu. Na amewajenga wote muwe nyumba ya Roho, ili mpate kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na anawaambia kuna kiambaza kilikuwepo cha kati kilichotutenga, kilichowatenga msimkaribie Bwana. Sasa hivi hicho kiambaza Kristo amefanya nini? Amekiondoa. Sema amina, uliyepewa neema kubwa. Sasa siku ya tatu ya kwanza asubuhi, wakati imekuja kwenye ibada asubuhi hiyo, ibada ya lango la alfajiri au majibu, Mungu akanipa neno hili, somo hili, kwamba ondoa, kibomoe kiambaza cha kati. Bado kipo kiambaza cha kati ndani ya kanisa ambacho kinasababisha wana wa Mungu wasiniabudu mimi katika roho na kweli. Pamoja na kwamba Kristo ni kweli nilikibomoa na nilifundisha kwamba kuna mambo Yesu aliyatangaza, kuna mambo aliyafanya, na kuna mambo ametuachia tuendelee kufanya nini? Kuyafanya, kuyaendeleza. Kwa mfano, Yesu aliwaponya wagonjwa, hakuishia yeye kuwaponya, akasema na ninyi nendeni mfanye hii kazi, muwaponye wagonjwa. Kwa hiyo tunasema Yesu alijenga platform kuhakikisha kanisa wamwabuduo, watakatifu wenye haki, wala ambao anawapaka mafuta waiendeleze ile kazi aliyoifanya, ile kazi ya msalaba. Kama alivyozivunja kazi za Ibilisi, na sisi tuendelee kuzivunja. Na ndio maana kwenye Yohana 21:20 anasema kama Baba alivyokuwa pamoja na mimi, nami nawapeleka ninyi, nanyi nendeni, na Baba yangu atakuwa pamoja na ninyi. Kwa hiyo sasa hivi ninapoongea, Kristo yuko pamoja na sisi, Baba mwenyewe kwa maana Mungu yuko pamoja na sisi, Kristo yuko pamoja na sisi, agizo na maono na mafuta yako pamoja na sisi kusupport, kuhakikisha tunafanya zile kazi za Kristo.
Kwa ibada tunayoifanya hapa leo ni ibada ya kukiondoa kiambaza cha kati kinachokutenga wewe na mambo mazuri. Na leo nataka nikuhakikishie, chochote kinachoitwa kiambaza cha kati kinachokutenga na wewe na jambo lolote zuri ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako, andika leo hicho kiambaza kinabomolewa. Andika leo hicho kiambaza kinaondoka. Andika leo hicho kiambaza kinateketezwa. Andika leo hicho kiambaza kinabomolewa. Sema kinabomolewa katika jina la Yesu. Sasa kwa sababu ya muda, kiambaza ni nini? Huyu Paulo alipokuwa anazungumza kiambaza ni nini? Kiambaza ni kizuizi au ukuta au uzio wa kati unaotenganisha watu na watu, mtu na mtu, au eneo na eneo. Kiambaza cha kati. Tena sio kiambaza tu, kinaitwa kiambaza cha nini? Hebu sema kiambaza cha kati. Ni nini hiki? Ni ukuta, ni uzio. Amena, uliyepewa neema. Ni ukuta, ni uzio, ni kizuizi kinachomtenga mtu na mtu, eneo na eneo. Anaomba mje hapa watatu makuhani, njoo ni makuhani, tusipoteze muda hapa. Nitolee mfano hapa. Kiambaza cha nini? Cha kati. Nimesema kizuizi, uzio unaotenga. Kuhani, angalia huku, naweka katikati. Wewe nenda pale mbele, tubadilishane. Kuhani, njoo hapa. Afu njoo huku. Afu angalia huku. Unanielewa vizuri mpaka hapa? Na tafsiri nini kiambaza cha kati? Hebu sema tena, kiambaza cha kati. Nimesema kiambaza cha kati ni kizuizi au ukuta, si ndio? Nimesema ni nini? Kizuizi au ukuta au uzio unaotenga mtu na mtu au eneo na eneo, ndio kinaitwa kiambaza cha nini? Cha kati. Kwa sababu unaweza kuwa na uzio wa nyumba yako, ule haukutengi na yote, ni wewe mwenye umeujenga pale. Lakini kiambaza cha kati ni uzio au ukuta unaomtenga mtu na mtu. Sasa iko hivi, huyu hapa ana baraka zake, sawa? Ana nyumba yake, ana magari yake, ana mke wake, ana mume wake, ana migodi yake, ana kila kitu, sawa? Huyu hapa, si ndio? Amemwomba Mungu, Mungu amemsikia, anataka mpe anachotaka au kinachotakwa apewe. Lakini kila anapotaka kukiendea, tuchukulie kiambaza cha kati, lakini sio wewe, ni mfano. Sasa huyu hawezi kwenda. Hebu nenda. Umeona hiyo kitu? Mmenielewa mpaka hapo? Rudi tena. Nenda tena kuchukua magari yako na nyumba zako. Hawezi kufanya nini? Nenda kachukue afya yako. Nenda kachukue mashamba yako. Nenda kachukue mke wako. Ni vigumu kwa sababu kuna nani? Kadhalika na huyu naye kuna vitu Mungu amemsikia, amemwomba Mungu, nisaidie Mungu wangu, nahitaji Mungu hiki, nahitaji babangu, nisaidie Mungu. Mungu anamjibu, sio kwamba ajibu. Anapomjibu sasa huyu anaenda, nenda na wewe, ndio vitu vyako vile kule. Nenda kwa spidi sasa mzee. Vitu ndio maana nimeweka huyu mnene, kwa sababu ili ukimgonga, si mimi nimeweka hapa kwa akili, usifikiri hivyo hivyo. Nijua wewe nenda kwa spidi. Sasa usijambounce hivi. Umenielewa baka? Hadi hivyo kwa anaweka, mimi nilikuwa na maana kwamba huyu ameshiba kidogo. Ndio maana nikakutoa wewe hapa, kwa sababu angekuzunguma hivi. Uliyepewa neema, shika neno. Sasa Mungu anachofanya, huyu ameomba, amemsikia, si ndio? Na huyu ameomba, amemsikia. Mungu anachofanya, anampa ufunuo kuhani wa njia. Sasa anampa nini ufunuo? Kwamba watoto wangu wameniomba. Shida, kuna kiambaza cha nini? Kuna anayezuia. Kwa mimi sasa, jamani, namshukuru Mungu amenipa somo linaitwa kubomoa kiambaza cha kati. Tutakuwa na siku 7 za kubomoa hicho kiambaza. Sasa huyu anatakuwa aelewe hiyo sauti ya kuhani. Sasa sipokuja huyu jamaa anaendelea hivyo hivyo, kwa sababu mahali pake pa kubomoa hakuepo. Kwa sababu maisha ya rohoni yako hivi, niliwaambia jana. Afadhali nakiona kivuli. Unaona maisha ya rohoni, unaona kivuli changu hiki, kivuli kinaonekana hiki hapa, hiki hapa. Maisha ya rohoni yako kama kivuli. Yaani adui hivi, tunaita utendaji wa rohoni. Vizuizi viko kama kivuli. Kivuli si unaona kila mahali unapoenda ukisimama, ukikaa,
na uwezi kukipiga na makofi, si ndio? Kwanza ukikipiga na njia kinafanya hivyo. Na nikasema vizuizi ni spirit, ni roho, na huo uzio ni roho. Ni kama kivuli, unaenda kwenye ndege ipo, ukienda kazini kule yupo, umeenda popote upo, ni roho, sio uzio. Uzio kwa maana mfano, kwa sababu unauona, lakini ni roho ambaye inaenda na wewe kila mahali. Sasa Mungu anachofanya sasa, kuhani wanangu, kuna vitu hawapokei, kuna jamaa anazuia, si ndio jamani? Si kama Yesu alivyokuja, kulikuwa na dhambi na uovu na mateso, Mungu akamtuma nani? Yesu. Okuko mbali, chukulia Musa, Wanaisraeli walikuwa utumwani miaka mingapi? Walilia, anasema mpaka waliugua. Mungu alikuja, alimtuma nani? Yes, umejibu vizuri, jipigie makofi. Hebu fikiria wangemkataa Musa kwamba hapana bwana, sisi hatuondoki, wangeendelea kuteseka. Lakini alipoambia Mungu amenituma, wakakubali. Kwa na kuhani naye Mungu anampa neno, ondoa kiambaza. Ndio unasikia jamani, tutakuwa na siku 7 za kuondoa kiambaza, au somo lolote, feet washing au mafuta. Sasa basi, huyu anapokuja kwenye ibada inaitwa kuondoa nini? Viambaza. Lile neno ni Mungu na ni nguvu. Kwa hiyo sisi tunamkamata huyu, tunamtoa hivi huko. Akisha toka huyu, anaenda kuchukua vitu vyako. Jamani, umeelewa? Ndio utendaji wa rohoni ulivyo. Sasa wewe ukiwa nyumbani unalia, Mungu nikumbuke. Mungu hatendi hivyo, kwa sababu Mungu anatumika na kuhani wake na nabii wake. Ndio maana naye anasema msikilizeni huyo nabii. Umenielewa? Sababu ndio Mungu analitia nini? Neno kwenye kinywa chake. Kwa sababu Mungu ni roho, hawezi kuja amevaa, hana mwili. Isipokuwa anatumia wenye nini? Wenye mwili. Nilikuwa natolea mfano wa kiambaza. Kwa hiyo hicho ndio kinaitwa nini? Kiambaza. Kwa leo tuna ibada ya kukibomoa na kukiangamiza kabisa. Sasa mimi sijui kiambaza chako ni nini. Mwingine kiambaza hana kazi kwa muda mrefu, ni kiambaza hicho. Mwingine anahitaji mtoto, muda mrefu hapati mtoto, ni kiambaza hicho. Mwingine anahitaji kujenga nyumba, kila kikusanya vifedha kidogo ajenge nyumba, matatizo yametokea, kiambaza hicho. Hivi mnanielewa mpaka hapo? Mwingine anataka nunue gari, kila kikusanya vihela kidogo, akipata milioni nataka kukaribia, imekuja tatizo, kiambaza hicho. Mwingine ni magomvi, yani kila moja ana kiambaza chake. Kwa hiyo utaangalia ni kiambaza gani, ila Mungu leo amekuhakikishia kinabomoka. Aliyesema amina kubwa pewe, aliyeongeza nyingine apewe, aliyefurahi kabisa apewe. Yes, niendelee. Sasa rohoni, hebu sema rohoni. Kuna mipaka au kuta au uzio, kama nilivyosema, unaoweza kumtenganisha mtu na baraka zake. Hiyo nakuambia kweli kabisa. Yaani rohoni kuna kuaga na ukuta au uzio au shimo. Kama nilivyosema ni spirit. Kila unapoenda kuna shimo mbele, huwezi kuvuka ng'ambo, linaloweza kumtenganisha mtu na baraka zake na asifike mahali anapotakiwa aende, au kama amefika akafika kwa kuchelewa. Kwa hiyo hebu twende kwenye Luka sura ile ya 16:26. Anaweza kunisomea kwa haraka kwani kamilifu au nafsi? Nisomee Luka 16 na ule mstari wa 26. Amena. Amen. Nasoma kama ilivyofunuliwa kizazi cha 4. Amena. Luka 16:26. Asema na zaidi ya hayo kati yetu sisi. Hebu anzia 25 ili tupate habari vizuri, au 24? Naanzia 25. Abrahamu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako. Na Lazaro vivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa. Na wewe unateseka. 26. Na zaidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa. Kumewekwa nini? Shimo kubwa. Shimo kubwa, endelea. Ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Ishi hapo hapo. Kwa hiyo hii ni habari, wote mnasoma neno, habari ya Lazaro na maskini na yule tajiri, si ndio?
Neno nasema ikawa tajiri yule alikufa akashuka chini kuzimu, na Lazaro naye alitangulia. Lazaro akafa akashuka kule. Sifa ya Lazaro tu ni kwamba alikuwa ameokoka, mcha Mungu, ila alikuwa maskini, si ndio? Unanielewa mpaka hapo? Lakini alikuwa kihudumu miguuni. Tunaweza kusema kwa leo ni kama alikuwa mfanyakazi wa yule tajiri. Unajua matajiri wanakuwa na wafanyakazi, si ndio? Yamkini labda alikuwa anaosha vyombo au anafanya kwenye bustani yake, vyovyote vile, si ndio? Kwa alipokufa Lazaro akaenda kifuani kwa Ibrahim, kwa kuwa alikuwa mcha Mungu, si ndio? Lazaro naye alipokufa alishuka chini, ila utofauti kulikuwa na shimo, si ndio? Sasa wakati tajiri kwa kwenye hali ngumu ya mateso, ndipo akamwona Lazaro kule chini, akamkumbuka huyu alikuwa mfanyakazi wangu, maana wengine hawakumbuki, hawafahamu. Ndipo akamwambia Lazaro, naomba chovya kidole chako hata kidogo maji unipe, manake kiu nilionayo haipo popote. Ndipo Ibrahim anamwambia, kati yetu sisi na ninyi kuna shimo nini kubwa lisilovukika, walioko huko wasije huku na walioko huku wasije huku. Mpaka hapo umenielewa? Kwa hiyo nikasema rohoni unaweza kuwekewa uzio, unaweza kuwekewa ukuta, unaweza kuwekewa shimo ili usivuke mahali kwenye baraka zako. Point ilikuwa ni hiyo, kwamba rohoni kuna kutenganishwa. Kwa adui anatumia sana hekima hii ya kuwatenganisha wana Mungu wengi na baraka zetu na mahali petu panapotakiwa tuwe. Unaweza ukawa ukuta au uzio wa kukutenga wabaya na wenye haki. Yaani kwa mfano, Mungu huwa anatutenga wenye haki na wabaya ili mabaya yasitukupate. Lakini pia unaweza ukawa ukuta wa kuwatenga watakatifu na mambo mazuri. Huo uzio, hilo shimo, huo ukuta. Na nielewa mpaka hapo? Kumbuka tunajifunza kukibomoa kiambaza cha nini? Cha kati. Kwa hiyo inaweza kiambaza kinaweza kikawa ni ukuta, uzio, shimo la kukutenga wewe na mambo yote mazuri. Yote. Kila jambo zuri linakupita. Hakuna jema popote unakutana nalo. Hivi mnanielewa nachoongea? Naeleweka nachoongea? Kila napotaka kutokea zuri linayeyuka. Ina maana kuna uzio, kuna ukuta. Inaweza kuwa ni afya, fedha, amani, kuoa, kuolewa, vipawa, karama na kadhalika. Lakini nachomshukuru Mungu asubuhi ya leo kwamba Yesu pia alipokuja, la kwanza kabisa mojawapo alikiondoa kiambaza cha kati ambacho kilitutenga na Mungu. Sasa Yesu hichi kiambaza alichoondoa ni kipi? Kwanza, tulikuwa hatuna haki ya kumwabudu Mungu. Kulikuwa na uadui kati yetu na Mungu kwa sababu ya dhambi aliyoitenda Adamu wa kwanza kwenye bustani ya Eden. Ndio maana tumesoma pale kwenye Wakolosai, anasema akatupatanisha. Kupatanishwa maana yake kulikuwepo na uadui, akauondoa kwa damu yake ya pale msalabani. Lakini kama nilivyosema, kuna kazi Yesu alifanya, inabidi tuendelee nayo sisi mpaka ukamilifu. Na mimi nataka nikwambie, viambaza bado vipo. Kile kiambaza cha wewe kuokoka, kile kiambaza ambacho kilitutenga tusiokoke, tusimwabudu Mungu, hicho Yesu alishakiondoa. Mimi ninachoongelea hapa ni viambaza vya kukutenga na mambo mazuri au mambo mema ambavyo adui kupitia majenti zake wachawi na wabudu shetani wamevitengeneza. Ndivyo ambavyo leo ibada hii tunataka vyote tuvipige moto katika jina la Yesu. Ili unapoenda kwenye biashara, biashara yako inuke. Unapolima, shamba lako lizae matunda. Unapoenda kwenye kuchimba madini, upate fedha na Mungu akupe kufanikiwa. Nisikia amina kubwa milele. Ukisoma Wakolosai ile sura ya 2 na ule mstari wa 14. Wakolosai 2:14, pale pale tulipotoka, anasema hivi: akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwa hati ile ya mashtaka pia iliyoandikwa. Kwa sasa hivi hakuna adui awezaye kukushtaki wewe. Sema mashtaka yamefutwa. Hajasikia mwenzako, mwambie mashtaka yamefutwa. Mara ya pili, mashtaka yamefutwa katika jina la Mungu wa majeshi. Niendelee kutafsiri kiambaza.
ni kizuizi cha kutokuwa na haki ya kumwabudu Mungu, au tunaita ibada. Unaweza ukawa umeokoka sawa, lakini adui akatengeneza kiambaza ukabaki nimeokoka, lakini huna ibada na Mungu. Na kitu muhimu kwenye maisha ni ibada na Mungu. Juzi nilikuwa naongea na mkamilifu mmoja, na mshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Akasema, baba, kuna mahali nimepata kazi, lakini kazi baba, hapana. Kazi ambayo nakosa hata muda kuja ibadani. Hii hapana. Nikasema huyu ana akili huyu. Hivi mnanielewa? Akasema, ibada baba, sina hata uwezi kupata hata kwenda ibadani. Nikasema kuona asemaje? Akasema, hapana baba, mimi kazi hapana. Ni Mungu anipe tu kazi nyingine. Lakini kuna mwingine hajui hicho. Unajua ibada ndio maisha. Hakuna maisha bila ibada. Ukikosa ibada umekufa. Anasema una jina la kuwa hai, lakini mwisho ndani yako umefanya nini? Kwa kiambaza hiki pia kinawatengaga wana wa Mungu na ibada. Kutoona umuhimu wa ibada ni kiambaza cha kati hicho. Hivi kanisa mnanielewa? Ni kizuizi cha kutopata mema kutoka kwa Mungu. Na tafsiri kiambaza cha kati ni kizuizi cha kutopata mema kutoka kwa Mungu. Kila aliyeokoka ana haki ya kupata mema kutoka kwa Mungu, ikiwepo uponyaji. Narudia, kila aliyeokoka. Ukitafuta haki kwenye ufalme wa Mungu, mojawapo ya haki ya ufalme wa Mungu ni mema. Mema yote kutoka kwa Mungu una haki ya kupata wewe na uzao wako. Kwa huyu kiambaza cha kati anakutenga na kupata mema kutoka kwa Mungu. Kiambaza cha kati ni kizuizi cha kutopata upendeleo wowote wa nafasi za juu. Kwa hichi kiambaza cha kati kinatenga kabisa wana wa Mungu wasiwe na upendeleo. Je, hakuna waliosoma humo ndani? Hakuna wanasiasa humo ndani? Wamo, lakini hawapati nini? Upendeleo. Nicho kiambaza cha kati kinatenga. Wanaweza kuja wakaombewa wakapona, hawasali hapa. Kiambaza kinasema wewe sio saizi yako hapa. Utakusali hapa, sio saizi yako. Kwenye maombi taombea. Yule mtumishi na upako ananiombeaga, ndio mchungaji wangu. Sasa kama mchungaji asiambatana naye, sasa kiambaza cha nini? Uliyepewa neema shika neno. Uliyepewa neema shika neno. Naeleweka mpaka hapo? Matajiri je? Kabisa. Akishaponya anaenda, kuna mahali anakwepo. Huko ni mzee wa kanisa, huko sidi na nani. Lakini sio nini? Naeleza na wewe upate ufahamu huo. Ni kizuizi cha kutokuwa matajiri. Kinazuia hichi kiambaza cha kati wana wa Mungu kuwa nini? Kuwa matajiri. Kwa sababu natakuwa matajiri wawe ni wana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo nimekufafanulia hapo, tunapoomba leo ujue kukipiga vizuri. Amen. Na uliyepewa neema kinazuia kuwa nini? Nimesema ni kiambaza cha nini? Ni kizuizi au uzio kutokuwa na akili nzuri au akili ya thamani. Kwenye Timotheo wa pili 2:17 na Mithali 14:25. Timotheo wa pili 2:17 anasema, tazama Bwana Mungu atakupatia akili katika mambo yote. Katika Mithali 14:23-25 anasema, kwa mwenye akili uhai huenda juu. Ukiangalia mambo anayofanya waliookoka, hata wapagani hawezi kufanya hivyo vitu. Ni nini alichofanya? Amechukua yale mataputapu. Unajua duniani ndiyo na akili ya mataputapu yote, mataputapu yale ya dunia. Kwa hiyo zile akili nzuri za wana Mungu kazi kuepua huku, kazi peleka kule. Hivi mnanielewa? Inatakiwa wana wa Mungu ndio tuwe na akili nzuri. Hebu sema akili nzuri. Unasikia neno unalifanyia kazi. Unaabudu, unafanya ibada. Kiambaza cha nini huyo? Kiambaza cha juzi nilikuwa nafundisha kwenye ibada hapa. Nikasema angalia sasa wale kule. Yule anaweza kwenda kwa mganga. Mganga akampa mali. Kila anachofanya lazima mshirikishe mganga. Umenielewa? Njoo huko sasa. Mungu amekubariki hata uweze hata kutoa. Nani mwenye akili hapo? Umenielewa mpaka hapo? Akili ya ufuasi, akili ya upendo. Ijapo ni wa mwilini.
wanasikiliza. Mganga akamwambia njoo kesho, hawezi kusema na safari nimeitwa Bukoba au nimeitwa Shinyanga. Ataahirisha safari amfuate nani? Sasa wewe hapo kwani aseme njoo kesho. Baba samani nimepata ka safari ka ghafla babangu, ghafla hivi naweza kukuona wiki lijalo. Hivi mganga kweli angekuita ungemwambia hivyo? Na ni mganga wako anakuagua. Ndio maana Yesu akasema wana ulimwengu wana akili katika mambo yao. Huyu ndiye anaitwa nini? Kiambaza. Hebu sema kiambaza cha kati. Leo mwisho katika jina la Yesu. Anabomoka abomoki. Anabomoka abomoki. Kama anabomoka sema anabomoka. Sema anabomoka. Anabomoka. Ni mbaya huyu jamaa, fai kabisa. Mimi nikakaa nikafikenga saa kwa namna hii huko mjini anasema hatutoboi. Lakini si tunatoboa. Si tumemjua? Tunatoboa tutoboi. Hebu niendelee kumtafsiri tena kidogo. Ni kizuizi cha kutopata ufahamu wa ufalme wa Mungu. Mithali 3:13. Anasema heri aonaye hekima na apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara nini? Ya fedha. Amen. Kwenye Mithali 8:1 na kuendelea anasema mimi nina ufahamu, mimi na nguvu. Na wapenda wale nipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa huyu kiambaza cha kati anazuia maisha yako usipate nini? Ufahamu. Na unaupataje ufahamu? Kwa kuja ibadani, kwa kujifunza neno. Mwanafunzi lazima aende darasani asome ili apate ufahamu. We kama huji darasani upate ufahamu, utapata wapi ufahamu? Kwa anazuia usiende, anakukeep busy, usiende. Jua ni nani? Ni kiambaza. Na ukisha jua, huo ndio uponyaji. Kujua jambo ndio inaitwa nini? Jambo lingine ni kizuizi kinachokutenga na upendo wa Mungu wa maisha nini? Yako. Waraka wa kwanza Yohana 3:1, tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Waraka wa kwanza Yohana 3:1. Ni kizuizi kinachokutenga na kutoa kuna kukupa baraka. Yaani ili upate baraka si lazima utoe. Yeye anakuambia usitoe. Kwanza una matatizo mengi, una madeni mengi, hii pesa ingekusaidia hii na hii na hii. Anakutenga ili usipate nini? Upate baraka. Hapo tumeshaelewana mpaka hapo. Sasa nisikilize na karibia nisogee mbele kidogo ili nimalizie. Ili tupate muda wa kufanya shukrani. Amina kubwa. Nisikilize sasa. Maisha ya ufalme wa Mungu ni vita. Mwambie jirani yako maisha ya ufalme wa mbinguni ni vita. Hapo nisikilize vizuri. Ukisha okoka, ukisha tangaza kuokoka, umetangaza nini? Vita. Maisha hayawezi kwenda kirahisi. Na hakuna tambalale kwa Yesu. Yesu alipokuja mwenyewe akasema tangu zama za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Nguvu inayozungumzwa hapa ni nguvu ya ufahamu, ni nguvu ya rohoni, ufahamu wa mambo ya nini? Ya Mungu. Lazima ujue na uwe na uwezo wa kusimama kikamilifu kuhakikisha yale ambayo Mungu amesema na wewe, ameagana na wewe, yanatokea. Sio ufalme wa legelege, sio ufalme wa goigoi. Hata wakati Musa ameondoka, Mungu aliongea na Joshua kwenye Joshua sura ya kwanza, hasa mstari wa kwanza ule wa 4, wa 5 mpaka wa 9. Akasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaowarithisha watu hawa nchi hii. Kuna vitu ambavyo wewe inabidi usimame kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ndugu zako, wewe ili uvushe familia yako. Kwa sababu Mungu amekuokoa wewe, amekutanguliza wewe ili uokoe ndugu zako. Amekutanguliza wewe umponye mume wako, amekutanguliza wewe umponye mke wako, amekutanguliza wewe uponye ndugu zako. Kwa wewe lazima usimame. Wewe ndio uende mbele upigane vita ushinde. Sisikia amina hapo. Sisikia amina. Wewe ndio ufanye nini? Upigane nini? Vita. Ushinde. Na utakuiogope vita. Wengi hapa ni waoga. Mnaogopa vita.
Kwa nini mna manunguniko baadhi yenu? Unaogopa nini? Vita. Mungu anataka kupambana, upigane vita. Kuna shida kwenye familia, simama, pigana vita. Sijasikia amina. Sijasikia amina. Hivi naeleweka mpaka hapo? Kwa Yesu alisema wazi kwenye Mathayo 11:12, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nini? Kwa nguvu. Na wenye nguvu wanafanya nini? Wanateka. Kama hujashinda adui yako, nimefundisha mara kadhaa hapa, wewe utakuwa mtumwa mpaka ushinde. Daudi aliwaambieje watu? Atafanyiweje huyu atakayemuua Mfilisti huyu? Kwa mpaka umuue Mfilisti, mpaka ubomoe kiambaza cha kati ili uende unakotaka uende. Narudia hapo, mpaka umebomoa kiambaza cha nini? Cha kati ili uende unakotaka uende. Maana ndio kizuizi, hatukwepi njia. Hakuna njia nyingine, ndio hiyo hiyo. Inabidi upite hapo hapo uende. Unaahirisha safari? Hapana, lazima uende. Kanisa, mnanielewa? Sasa tunashindeje? Narudia, kwa ufahamu wa neno. Unajifunza neno, unatii neno, unashika neno, unatenda neno. Na unajua huyu ndiye adui yangu. Na kila mmoja anamjua adui yake hapa alipo. Kama huna mtoto, maana adui yako ni utasa. Huna nyumba, adui yako ni kukosa nani? Nyumba. Huna mtaji, adui yako ni kukosa nani? Mtaji. Hivyo. Sasa simama, upigane vita. Na Mungu ameshatupa silaha. Bahati nzuri una kuhani afundishaye. Unataka usikie, ushike, utende neno. Vitu vinaenda. Mimi nakumbuka zamani tulikuwa tunafunga siku 3, siku 7. Lakini hakuna kilikuwa kinatokea. Hapa Mungu ametupa ufahamu wa neno. Nilikuwa namkumbusha dada moja, ni mchungaji naye siku hizi. Tuliendaga mlimani kufunga na mchungaji wetu. Milimani, achana hii siku hizi unafunga mlimani kabisa kwa Ntebeti. Mlimani kabisa kule mnakoka moto usiku mlimani. Yaani mnaomba mpaka mmekuta mmeishiwa nguvu kabisa za kuomba. Kwa hiyo inabidi sasa mkimaliza mfungo mwanze kuomba Mungu awatie nguvu. Kwa hiyo mnapoteremka kwenye mlima inabidi mshikane mikono hivi. Kwa sababu ukimwacha mgeni atapepesuka utamkuta kule chini. Lakini leo hujaambiwa funga, unaambia njoo ibadani tu hapa. Sababu ufahamu uko juu. Hivyo nani anachokuambia? Sasa hivi ufahamu uko wapi? Uko juu, uko zaidi ya kufunga, hapo mbali sana. Mimi nataka leo kiambaza tumbomoe. Mimi nataka leo kiambaza chako cha kati tumbomoe. Na Mungu yuko hapa, Kristo yuko hapa, Roho Mungu yuko hapa, kuhani naye yuko hapa, na majeshi yako hapa. Tutasimama rohoni tukusaidie. Yote aliyosimama mbele yako tumpige atoke, uendelee na kazi za mikono yako. Amina zimekimbia wana Mungu Karmeli. Kwa hiyo maisha ya rohoni ni nini? Tunaopigana nao. Ngoja nikuonyeshe tunaopigana nao, ambao hawa wapo mpaka Yesu anarudi. Usifikiri wanaisha leo. Nikuonyeshe Waefeso 6 mstari wa 10. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Nisomee kwa ukamilifu Waefeso 6 na ule mstari wa 10 niwe na tafsiri. Tunaopigana nao wasikiliza hapo. Waefeso 6 na mstari wa 10 nasoma kama ilivyofunuliwa. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mzidi kuwa nini? Hodari katika Bwana. Anasema mzidi kuwa nini? Kwa ninyi ni mahodari, ila mzidi kuwa katika uweza wa nguvu zake Bwana. Endelea. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Sasa silaha za Mungu nini? Ni neno, ni silaha. Imani ni silaha. Nisikilize vizuri. Damu tunayotumia haki kwenda na hukumu ni silaha. Maombi ni silaha. Sadaka ni silaha. Ibada ni silaha. Amina. Kwa kuna silaha inabidi uzivae siku zote. Ndio maana hapa tuna neno la kila siku. Unapoondoka kazini uwe na neno la siku. Uko mbali, siku hizi tunatuma masomo WhatsApp. Fungua WhatsApp yako ujue neno la siku.
Amina, kwamba neno la leo ni neno hili, ndio naenda nalo wapi? Kazini. Ndio anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za nani? Lazima uvae silaha. Mwambie jirani yako, vaa silaha. Hakuna askari anaenda vitani bila kuvaa nini? Silaha. Tuendelee. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, si mwilini, bali ni juu si mabomu na bunduki na makombora. Endelea. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Endelea, ngoja kwamba hapo juu ya falme na nini na mamlaka. Nataka waone sasa tunaopigana nao, ambao ndio viambaza vya nini? Vya kati. Umenielewa mpaka hapa? Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Hebu sema falme. Hizi ni tawala za kishetani. Kila mkoa una mfalme. Unasikiaga mfalme wa anga, mkuu wa anga, kila taifa. Na utajueje mfalme wa anga wa mtaa huo na taifa hilo na mji huo na mkoa huo? Aina ya tabia watu walizonazo, ndio unaweza kujua mkuu wa anga anayetawala hapo. Kuna mahali pengine ukienda ni walevi typically, unajua mkuu wa anga hapa ni roho ya ulevi. Unanisikiliza ninachoongea? Kuna mtaa mwingine ukienda wanakwambia nyumba ile mama alikufa, ile mama alikufa, ile alikufa, ujue hapo mkuu wa anga anayetawala hapo ni mauti. Na hata unapotaka kuweke duku, sijiendee tu, lazima upate background, si ndio? Ka historia kidogo ako kamji kakoje, ili uweze kumpiga vizuri huyu adui na kufundisha akili. Sasa hapo jamani, naeleweka mpaka hapo? Na maeneo mengine usiende. Ukishajua hapa pana hii na hii na hii, acha paache, tafuta sehemu nyingine. Usilazimishe, kwa sababu sio kwamba hutafanikiwa, ili muda mwingi utapigana nao maadui. Hivyo nanielewa nachoongea? Unless Mungu amekupeleka kwa special mission, nenda. Kwa chunguza biashara hapa zinakufa, biashara zinakufa. Hapa hizi nyumba kipanga hapa waliachana na mume wake. Walipanga nyumba hii waliachana mmoja, hapo kuna roho ya talaka, roho ya zina inatawala dilanga. Anaitwa falme. Mwingine anasema nini? Mamlaka. Afu mwingine anasema tuendelee kuhani. Anayefuata tumetaja wawili. Amina. Anasema juu ya wakuu wa giza hili. Hebu sema juu ya wakuu wa giza. Kanisa nakaribia kumaliza, takapopiga sasa hapo unaelewa. Yaani sikilize vizuri. Juu ya nini? Wakuu wa giza. Wakuu wa giza ni nani? Hawa ni wachawi. Wasomi kama wewe, wengine hawajasoma. Wanafanya biashara kama wewe, wako sokoni wana maduka. Lakini wanini? Wakuu wa giza wanaungana na washirikina hapo. Wapiga ramu ni washirikina. Umenielewa? Wanaitwa wakuu wa nini? Ni wanadamu kama wewe. Ni kabila fulani, ni mtu kabisa, unakutana naye, unakuwa naye. Anaweza kukaribisha kwake. Unanielewa ninachoongea? Sikiliza vizuri hapo. Wanaitwa wakuu wa nini? Wa giza. Ni mchawi kabisa, lakini ana mambo ya nini? Ya giza. Ni binadamu, ni mwanamke, ni mwanamume. Akikushindwa rohoni, anaweza kukupa hata kitu kama zawadi. Mama fulani, nilikumisi sana, nimepika kakuku leo nyumbani, nimekuletea nawe. Tena anachagua paja nzuri kubwa, akijua na mate ya nyama, utakula tu. Anaweza kukuletea zawadi ambayo anajua hii hapa utakamatwa kwa hiyo. Hivi mnanielewa ninachoongea? Akikushindwa nini? Rohoni. Akikushindwa, wewe mtu aje kukupa nyama hata siku hii, eti siku hii ana furaha. Sasa nayo sivyo, na ufahamu wa roho na sasa, haleluya, Mungu ameshuka hapa. Hakika Mungu anatenda. Nikuwa sina mboga nyumbani, Mungu amenipa mboga sumu hiyo. Ndio maana natakuwe na nini? Na hiyo wengi wameuawa sana kwa hiyo. Sasa akikupa vile vitu, hutakufa mwilini, anaua. Unajua, ngoja nikupe siri ya roho, nisikilize vizuri. Njia wanaoua vipawa na karama ni kukupa vitu. Kwa mfano, kila chakula ataua vipawa, ataua karama, ataua kibali. Unashangaa tangu ulipokula kile kitu chakula huna kibali tena. Hukubaliki tena. Kile unalofanya limegoma, ni gumu. Ulikula chakula. Ulize jirani yako, namuelewa kwani wa Bwana? Tangu ulipovaa ile nguo aliyokupa, imeua kibali. Imeua kibali, imeua kupendwa. Huna kibali tena. Hakuna naye kukubali. Ni akili. Amekutenda kwa nini? Kwa akili. Wanaitwa kuwa nini? Ndio maana uwe makini. Huko duniani kuna msemo mmoja anasema kunguru mwoga huishi.
na wanatumia sana nini? Chakula. Chakula bwana ni balaa. Israeli walikosana na Mungu kwa ajili ya chakula. Chakula kifai. Wanapiga misibani, wanapiga kwenye harusi, sababu mtu mshirikina hana alama, si ndio jamani? Hana nini kwenye misiba kule. Ndio maana mimi wanashauri hapa bwana, nenda kwenye misiba, lakini hapa uwe makini napo. Pakia tu twende. Amechinja ng'ombe, sawa, ni yeye aliyechinja, hana shida. Kuna washirikina mle ndani. Unang'ana chakula, huwezi kupika nyama kwako. Muulize jirani yako, huwezi kupika chakula kwako? Tena unafukua na nyama kubwa, unaingiza na nani kwenye nani mle ndani, unafinyia hivi. Kumbe wajanja wameshaupiga mapema. Unabaki ise, hakika msiba yule tulikula kula, endelea. Watu wangu wanahangamia kukosa nini? Wenye akili akikuzidi anatafuta njia nyingine. Mpaka hapo umenielewa? Kunguru mwoga, wewe sema unakomboa kama sumu wanakomboaga. Tunapiga power, tunakomboa. Uliyepewa neema, unanielewa mpaka hapo? Muulize jirani yako, umemwelewa kuwa ni wa Bwana? Wanaitwa wakuu wa nini? Ni wanadamu kabisa. Wanadamu kabisa. Mmesoma wote. Ni jirani yako, sio jirani, ni wanadamu. Akishaona vitu vizuri kwako, kwa hiyo akikuzidi rohoni anatumia njia gani? Mwili. Hebu sema za mwili. Kwa hiyo anachofanya, ile zawadi yeye anainuizia, anaipiga. Kwa lugha yetu hapa anasema anaipiga power, anainuizia. Tunaenda vizuri mpaka ambao ni kitu cha kawaida kabisa. Umenielewa? Kitu cha nini? Cha kawaida kabisa. Unanielewa? Kuna wengine anaweza kukufanya kibaya usielewane na mume wako, usipate fedha, usiolewe, usioe. Leo na kuhakikishia, kwa kuwa tunakibomoa kiambaza cha kati, wote tunafyatua katika jina la Mungu wa majeshi. Endelea kuhani, tumalizie tunaoshindana nao. Amina. Juu ya jeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kuna wanaitwa pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Unaweza kupita mahali pepo likakuvaa. Pepo sio mpaka apige kelele mimi ni pepo. Utendaji wake, nguvu yake, ndio tunaopigana nao. Juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hao ndio tunaopambana nao. Falme, mamlaka, wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ndio maadui zetu. Nilikuwa nazungumza nini? Lazima uwe na moyo wa hodari na ushujaa. Vitu vyako vyote wala haviko mbinguni. Hata tunaposema Mungu nibariki, tunakosea. Mungu alishatubariki tayari. Naomba nisikilize. Tunaposema Mungu, tuko mbele zako, nibariki Bwana, Mungu alishatubariki tayari tangu ulipozaliwa. Ukiwa mimba katika tumbo la mama yako, alishakubariki. Alipokuachilia kwenye moyo wake, roho yake, nafsi yake, tayari ulikuwa nini? Umebarikiwa. Issue ni kwamba ulipokuja duniani, tulipokuja duniani, kuna wazuiao, kuna viambaza vya kati. Kwani tunaopambana nao wako mbinguni? Hawa kuagiza ni kuwa naongea na mapepo, si wanakutumia ni watu na wanadamu. Ina maana baraka zetu zipo. Sisi tuache na maombi kwamba Bwana nibariki, alishatubariki. Tutafuta anayezuia baraka. Unaweza kuwa wewe mwenyewe kwa kutotenda anachokuagiza Mungu, au hawa niliowasema. Jamani, niko sahihi mpaka hapo? Ni kweli Mungu anabariki na anaendelea kutubariki, lakini nachotaka nikwambie, ulishabarikiwa. Siku moja nikiwa natumika kule Shilo, Songea zamani, wakati naliombea kanisa kwa habari ya kubarikiwa, Mungu akaniambia, sikiliza, baraka za wana Mungu haziko kwangu juu mbinguni. Baraka za Mungu nimeziachilia ndani yao, isipokuwa nendeni kwenye kambi ya Washami. Akasema waambie kila mmoja ende kwenye kambi ya Washami. Kwa ndo nikagundua kumbe baraka zetu Mungu alishajiachilia muda mrefu, ila wako wapingao. Sisi lazima tujue utendaji wa rohoni na tujue kupigana vita vizuri ya rohoni, tukiwa committed, tukimwabudu Mungu na kumpenda, si ndio? Lakini swala lingine hilo ni dogo sana. Mungu akubariki katika jina la Mungu wa majeshi. Luka 11:21. Amina. Mtu mwenye nguvu ndio aliyejifunga silaha zake. Sikiliza, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake
alindapo nyumba, nyumba yake, vitu vyake viko salama, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea. Okay, sasa Yesu akasema mtu mwenye nguvu ailindapo nyumba yake vitu visalama. Alikuwa anamzungumza shetani kabla Yesu hajaja, kwamba aliyekuwa na nguvu alikuwa ni nani? Ni shetani. Kanisa, mnanielewa? Ni Yesu huyu anasema mtu mwenye nguvu ailindapo nyumba yake vitu vyake visalama. Lakini akija mtu mwenye nguvu kuliko yeye, mmoja, anamnyang'anya silaha zake na kutoa yale mateka au vitu vyake. Kwa hiyo Yesu alipokuja alimkuta shetani akiwa mwenye nguvu. Yesu alipokuja akamshinda shetani. Alipokufa msalabani kwa kumwaga damu yake, akamnyang'anya silaha zake zote na akanyang'anya mateka, akatupa sisi kanisa. Ukisoma kwenye Waefeso 1:22-23 anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, si kwa ajili yake Kristo Yesu, bali kwa ajili yetu sisi kanisa. Na Yesu huyu ndiye aliyesema yuaja mkuu wa ulimwengu, lakini hana nguvu, hana kitu kwangu. Mkuu wa ulimwengu ni shetani, hana kitu kwa Yesu, hana kitu kwa kanisa. Kwa hiyo tunapobomoa leo viambaza vya kati, kumbuka aliyeweka hivi viambaza ni yeye. Mahali unaona milango imekuwa migumu ni yeye kaweka. Mahali ambapo nakutana na uzingaji ni viambaza hivyo. Mahali ambapo nakutana na ugumu ni viambaza. Mahali ambapo nakutana na milango imefungika ni viambaza. Kazi yako ni kuvibomoa leo na kuviangamiza, ili uende mahali pa nchi yako, uende mahali pa neema, uende mahali pa kibali, uende mahali pa kufanikiwa. Mwaka huu Mungu alituambia ni mwaka wa maisha utele na mahali pa manono. Lazima mahali pa utele upapokee, mahali pa manono upapokee na kutamkia. Kama ulikuwa una kazi, hayo ni manono, upokee manono. Ulikuwa unahitaji kujenga nyumba, hayo ni manono, upokee asubuhi ya leo. Na viambaza vyote ambavyo maadui walivisimamisha kwenye maisha yako, iwe watoto wako, iwe agano lako, iwe mume wako, iwe kazi yako, iwe mashamba yako, uwe utumishi wako, kazi za mikono yako, masomo yako, chochote kwenye lako, viambaza hivyo jiwe lishuke la moto livibomoe tiki tiki katika jina la Mungu wa majeshi. Mwisho sasa, kuna vitu vya kuviondoa we mwenyewe ili viambaza vibomoke. Namalizia hapo. Ondoa haya, viambaza vitatoka. Vitu vya kuviondoa, namalizia hapo. Kuna vitu vya kufanya nini? Kama nimekuambia baraka zetu Mungu ameshatupatia, kuna zuia ila hakuna anayekataa, si ndio? Sasa wawili tu ndio wanaozuia. Mmoja ni wewe mwenyewe. Hebu sema mimi mwenyewe. Kwa mfano, umeolewa na nani kwenye moyo wako? Muulize jirani yako, kwenye moyo wako umeolewa na nani? Ongea kwa ujasiri basi, umeolewa na nani kwenye moyo wako? Ukiolewa kwa maisha ya kuolewa, unakuwa chini ya mume wako na chini ya mke wako. Kabla hujaolewa ulikuwa unaenda kwenda mahali humwagi yeyote, si ndio jamani? Na unaweza kufanya chochote bila kumwambia yeyote, kwa sababu hujaolewa. Ukishaolewa tu mkafunga pingu anaita za maisha, lazima kile unachokifanya akijue A na B, si ndio? A amjulishe B na B amjulishe. Kwa unakuwa mtii kwa huyu uliolewa naye. Tunaita utii wa upendo, si ndio jamani? Hivi naeleweka jamani? Ndio namalizia hapo. Huwezi kwenda mjini bila kumwambia mwenzako, utamtengenezea maswali. Na kuna tabia inabidi uziache. Kama ulikuwa unaangalia mpira kibanda umiza, uache, waangalie nyumbani mpira. Ulikuwa unajaza mashosti pale nyumbani wamejazana, hata mahali pa kukaa pape inabidi uache. Ulikuwa naombea mbea, inabidi uache, kwa sababu mke wa mtu, mume wa mtu, si ndio jamani? Kwa kuna vitu vingine vinakufunga kwa sababu umeolewa. Kwa ukiolewa unakuwa mtii kwa huyu aliyekuoa, hakuna ubishi. Lazima msikilize. Sasa mimi nakuuliza, kwenye moyo wako umeolewa na nani? Kuna aina mbili za kuolewa. Kuna kuolewa na Kristo
na unatii ya Kristo. Kama umeolewa na Kristo, lazima umtii nani? Kristo Yesu. Kristo anasema amri moja anawapa, pendaneni. Lazima uwe na upendo. Kristo anasema mniabudu, ibada, lazima uje kwenye ibada. Nisikilize, ndio namalizia hapo. Sasa hivi viambaza vinafanya kazi kutokana na wewe mwenyewe. Kwa mfano, kama hujaolewa na Kristo, maana umeolewa na adui. Ndio maana kwenye ibada siendi. Na unasikia kabisa sauti anasema nenda ibadani, siendi nimechoka. Ina maana humtii uliolewa naye. Huyu uliyemtii ndio umeolewa naye. Rahisi kabisa, hesabu rahisi. Toa hiki, mimi sitoi. Huyu uliyemtii usitoe ndio umeolewa naye. Ndio mume wako, umefunga naye ndoa, na pilau alishakula mapepo. Nayo mapepo ndio alikula pilau, sio wana wa Mungu wala sio wanadamu. Si ndio unayemtii? Yesu anasema samehe, sasa siwezi kumsamehe mpaka nitakaposhuka kaburini. Ndio umeolewa naye huyo. Hiyo sauti unaosikiliza ndio umeolewa naye. Sasa kama umeolewa na huyo, ndio kiambaza mwenyewe huyo. Huwezi kumbomoa kwa sababu falme moja, huwezi kufanya nini? Huwezi kuwa unamtii huyu aliyeweka kiambaza, alafu unasema wewe leo kiambaza na kukataa. Wewe acha mambo yako bwana, nikataa wapi? Mimi ndio nakulisha, mimi ndio nakulea. Jamani, unanielewa vizuri? Lakini hapo huwezi na una confidence, maana umeolewa naye. Sasa kanisa linateseka kwa maana sio wote moja moja wote, kwa sababu bado halijavunja ndoa, nitumie lugha ya kawaida, na kerubi na shetani. Wengine wameolewa na kazi, humwambii chochote. Muda wa ibada yeye ndiye anasema karibu mteja, karibu nikushushie nguo ipi? Hii hapa. Ndio imetoka tolo jipe. Wenzake kwa kwenye ibada. Muda ibada mwingine ndo anasikiliza. Sasa ndo kama leo weekend Jumapili wanasa duniani, ndo kaweka na radio pale sound bar pale nyumbani. Basi huyo ndo dada, leta na hicho nani, huko jikoni safisha kabisa dada, na hizi nguo za watoto anika. Ndio umeolewa naye huyo. Sasa unampingeje mtu aliyekuoa? Ushachukulia, walishachukua mahali na pilau ilishaliwa, unampakataje? Kwa unaposema sikukatai na kukata sasa hivi, wewe unaitwa kiambaza cha kati. Ondoka azea, wewe acha, mimi nishatoa mahali. Huna ubavu. Umeolewa na nani? Muulize tena jirani yako, umeolewa na nani? Ukisema wewe magonjwa na kukata kaliganya, sawa, wewe hamna cha kukataliwa. Wewe nenda kapange foleni kule hospitali bwana, acha utoto wako. Unanikataa wapi na wapi? Wewe nenda kahudhurie kule nani kwenye chanjo. Umenielewa mpaka hapo? Kwa unakuta sasa wewe una project ya magonjwa, hakuna mwezi uumwe. Unajiuliza magonjwa gani hapa? Kila mwezi naumwa. Kuna mtu umeolewa naye na ndio source ya magonjwa, ndio source ya matatizo. Sasa leo inabidi tumkatae. Amen. Uko tayari kuvunja hiyo ndoa? Na Paulo alisema kwenye Wakorintho 6:16. Utaisoma nyumbani, tuisome kwa sababu ya muda. Akasema aliyeolewa na kahaba amefungwa na nani? Na kahaba. Ukiolewa na Kristo umefungwa na nani? Na Kristo. Jamani, mmenielewa? Hiyo Wakorintho wa kwanza 6:16. Anasema je, hamjui yule aliyefungwa na kahaba amekuwa mwili moja na nani? Na kahaba. Sasa ni kweli viambaza inabidi vibomolewe, lakini lazima ukatae leo. Jamani, umefurahi hujafurahi? Umefurahi hujafurahi? Muulize tena jirani yako, umeolewa na nani? Maidia wako ni nani? Your oxygen wako ni nani? Paka unamzimia, moyo unazimika kabisa. Yaani umezimika moyo, unasema maidia, yani mimi, yani wewe ni wewe tu. Yaani moyo umekufa ganzi, hata ukipigwa sindano hausikii chochote. Sio huyo. Huyo mkatae leo. Mwambie jana yako mkatae leo. Hajasikia, mwambie mkatae leo. Mkatae tena katika jina la Yesu. Tumkatae. Kwa sababu mwisho wa siku ametuingiza hasara. Huko mjini, watoto wa mjini siku hizi vijana wana lugha zingine nzuri sana, ametupigisha shoti. Mimi nakwambia wanakupigisha shoti tu. Yaani wanakuletea kisukari na pressure. Hana chochote. Mimi nataka leo tumkatae. Uko tayari tumkatae?
Alafu jamaa lenyewe alijua hata kutunza. Hata kutunza alijui. Jana samahani nimetumiwa picha moja. Ilikuwa ni jana mama juzi. Kuna binti moja mahali wamechumbiana na kijana wanataka kuoana. Huyo kijana ana hasira, nadhani hata kerubi yule anaweza kuwa amemshinda. Unajua unaweza ukawa mwanafunzi ukasoma ukamzidi mwalimu wako. Sinawezekana. Sikuna walimu ambao wametufundisha sekondari. Wana diploma. Unakuta mwanafunzi una PhD. Bwana yule kijana na hasira amempiga yule binti, anang'ata mpaka na meno. Amemng'ata meno mgongoni, yani akanitumia ile picha nikasema Mungu wangu. Amemng'ata meno, unajua meno? Amevimba yule binti, alilazwa mpaka hospitali siku 3. Na yani amemharibu mtoto, kang'ata hapa, ng'ata mgongo, ng'ata madonda makubwa. Nikasema huyu nani kerubi wa viwango vya juu. Lakini ndio ameolewa naye. Sasa unamkubanije mtu wa namna hiyo? Huyu aliyeolewa naye kerubi anakupa nini kwani? Muulize jana, anakupa nini? Kutunza halijui, kubembeleza halijui, likali tu anakuambia njoo huku. Maana yake njoo huku maana yake nini? Halijui hata kubembeleza, lugha yake ya kibabe. Achana nalo. Na mwanamke yote anahitaji lugha ambayo ni nzuri, laini, si ndio jamani? Wewe anakuambia njoo. Hata kama unanipeleka bichi huwezi kuniambia njoo. Lazima useme hello my dear, umeshindaje? Nimekumisi. Una nafasi twende kidogo, una nafasi kidogo twende bichi. Anakuambia twende bichi. Huyu ni nduli diamini sasa huyu. Lazima ubembeleze. Sasa huyu uliolewa naye hajui kubembeleza. Ngombe kaa nyumbani, usiende kanisani. Usitoe, nimekuambia usitoe. Usisamee mpaka utakapokufa kaburini. Jamaa lenye hata sauti lenyewe baya, likatae, mwambie jana kulikataa ili jamaa. Likatae alifai, halijui kutunza, halijui matumizi, halijui kuongea, lipo tulikatae hilo. Tumelikataa. Na wanaume na sisi tulikatae, na mabinti walikatae, na mama walikatae, tumelikataa. Tuje kwa Yesu. Kristo ndio kichwa wetu, ndio mume wetu. Tukiugua anatuponya. Tukipita kwenye mazingira magumu anatutia moyo. Unasikia faraja kwenye moyo wako, si ndio? Anasema usiogope, utashinda. Huu ndio mume mwema, sio lile na unguruma tu. Hivi mmenielewa mpaka hapo jamani? Ndio namalizia jamani, mmenielewa? Muulize tena jirani yako, mwambie umemwelewa kuhani wa Bwana? Basi simama kwa miguu yako miwili. Nyingine nitamalizia kesho kutwa kwenye somo la jioni, ili nisicheleweshe tena, niishi maneno yangu, si ndio jamani? Namshukuru Mungu, nimefurahi kuwaona. Nimefurahi kukuona uliyepewa neema kubwa. Umeolewa na nani kwenye moyo wako? Leo tumemkataa yule aliyetuoa. Tunamtaka Kristo peke yake. Tunataka agizo na maono peke yake. Kweli sio kweli? Sasa tunapiga kupitia Pasaka kubomoa kiambaza cha nini cha kati. Mimi naomba naingiza majeshi ya kubomoa kiambaza cha kati. Eneo la kwanza, nataka tutubu kutoka kwenye moyo wetu kwamba Mungu nisamee. Mimi naona niliolewa na jamaa, si ndio jamani? Niliolewa na uongo, niliolewa na umbea, niliolewa na uchoyo, niliolewa na uvivu. Leo Mungu nisamee, ninakataa. Mimi nataka wewe Kristo, wewe ndio kichwa mzuri, ndio mume mzuri. Amen, 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 amen. Tunaenda vizuri mpaka hapo. Kuna mwimbaji mmoja aliimba wimbo mzuri, hata kama ni kizazi cha 3, mimi naupenda sana. Anasema twende kwa nani? Niende kwa nani? Kwako Yesu. Ni nani yule mkone? Ule wimbo naupendaga sana ule. Si twende kwa nani? Mimi nataka kuja kwako. Ninataka kuja kwako. Ninataka kuja kwako, kitu kama hicho. Na nani anakumbuka hiyo tune? Nina? Aliimba vizuri, alifikiri vizuri. Asa mimi nataka kuja kwako, wengine siwataki. Siwataki wengine. Umbea simtaki.
chuki simtaki, wivu simtaki. Mimi nakutaka wewe Kristo Yesu. Na mimi leo tunamtaka Mungu wa Elia, hataki mwingine. Sababu Mungu wa Elia ana upendo. Jamani, kweli sio kweli? Tukiugua anatuponya, maadui zetu anawapiga. Mungu ametutetea kwa mengi sana, si ndio jamani? Mimi ndo namtaka huyu, sitaki mwingine. Sitaki mali mwingine, hata simjui. Ningekuwa na Kristo 100% tungetenda kwake. Tusijihesabie haki. Mungu anataka toba.